ni uwezo wa Mungu ulio mkuu. Tangu mdogo mpaka umri huo, sijui alikuwa na miaka mingapi wakati huo, wanamzoea, wanajua ni mtu wa miujiza, kule mchawi mkubwa kwenye kijiji kile. Samaria nzima kaitangaza iko hapa. Sasa inahitaji wewe, mimi nidhihirishe hiyo karama niliyoibeba. Bwana tusaidie sana. Mambo yanayosababisha watu washindwe kudhihirisha karama zao walizopewa katika kanisa, kwenye maisha yao pia. Jambo la kwanza, mambo yanayosababisha karama zisidhihirike katika kanisa au kwa mtu binafsi. Jambo la kwanza ni kukosa ufahamu mzuri juu ya karama za Roho. Kukosa ufahamu mzuri juu ya karama za Roho. Kwa hiyo kama huna ufahamu mzuri kuhusu karama hiyo, huwezi kuitumia. Kwa watu wengi sana wamepungukiwa hiyo, hawaelewi sana kuhusu hizo karama umepewa za nini, zinatendaje kazi. Na ndio maana Paulo anawaelekeza zinapotenda kazi kwamba hizi zinatenda kwa kufaidiana, na aliyezitoa ni Mungu, hajatoa mtu, na anatoa kama apendavyo. Kwa mantiki hiyo, ukikosa ufahamu, maana yake wewe juu ya karama za Roho Mtakatifu, wewe utakuwa na tamani ya mwenzako, kumbe sio yako na wewe una ya kwako. Fahamu nzuri. Sasa pale kwenye mstari wa 3 Paulo anasema hivi: kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi kusema mtu Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Maana hawa watu walikuwa na shida katikati ya kanisa. Kuna watu walikuwa wananena hivyo. Sasa Paulo anawaweka sawa, hapana, hakuna mtu anayeweza kusema kwa jina la Yesu isipokuwa katika Roho Mtakatifu, wala hamna mtu yeyote. Kwa hiyo karama haipingani na neno, karama za Roho Mtakatifu, kwa anawasaisha na waweka vizuri. Sasa ukikosa ufahamu mzuri, huwezi kutumia hiyo, huwezi kudhihirisha karama hizo kwenye maisha yako, maana bado huelewi unachopaswa ukifanya. Lakini pia ninaandika hapa Wakorintho wa kwanza 14 mstari ule, wewe unayeandika andika wa 6, utaweka mkato uweka wa 13 mpaka wa 19 na ule wa 27. Mimi nitasoma mmoja tu wa 27. Anasema hivi: kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza na Wakorintho ambao walikuwa wamebarikiwa. Nimesema tangu mwanzo walikuwa wamepewa karama zote. Anaonyesha, lakini kuna karama moja waliitumia vibaya, hawakuelewa vizuri, wakawa wananena kwa lugha kanisa zima tu. Kanisa zima, yani ni kunena kwa lugha tu, ndio fasheni, yani wananena tu. Paulo anakuja na wale jamani, hapana. Sasa akiingia mtu ambaye anatumia Kiswahili gani, ni mpumbavu, ametumia Kiswahili fulani hapa, ndio nakosea bure hapa, yani sorry. Msomo ule mstari wa 6 anasema, ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini isipokuwa nasema nani kwa njia ya ufunuo, na kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Kwa hiyo anazungumza hivyo vitu. Nafikiri kwenye mstari hiyo kutajia utakuta hayo maelezo niliyosema. Kwa hiyo walikuwa wananena kwa lugha tu, ndio walivyoelewa wao.
Kwa anatoa sasa maelekezo namna nzuri kwamba wawepo wawili, lakini kuwepo na tafsiri, na anajaribu kuwasaidia kwamba haiwezekani mtu kusema Yesu amedhaniwa katika Roho Mtakatifu, haipo. Kwa kama una ufahamu mzuri kuhusu karama hiyo ambayo unayo, uelewe vizuri, maana yake hata katika utendaji wako. Mstari wa 11 kuna mtu amenikumbusha hapo, mstari wa 11 kwamba imefafanua kile niko nasema. Asante kwa hiyo mstari sasa. Mstari wa 11 unasemaje? Unasema hivi, lakini 14:11 nasema, basi msipoijua maana ya ile sauti mtakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa kama mjinga kwangu. Sasa anazungumza kama mjinga akija kwenye kusanyiko hili, mmekusanyika watu wote mnanena. Ni kweli unanena, roho yako, nafsi yako inajengwa, inaimarishwa, unasema na Mungu ni sahihi, au unabariki kwa roho hapa kaingia mtu haelewi chochote, ataelewa nini? Kwa maana anaweka vizuri, aligundua kwamba bado hawajaelewa vizuri hizi karama, na ndio maana anaanza kuzichambua na namna ambavyo zinapofanya kazi na namna ambavyo zinapotegemeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ni kutumia vibaya karama za Roho Mtakatifu. Wengine wameshindwa kudhihirisha. Baba umekuja, karibu sana baba. Naam, ujumbe unasema kuitumia karama uliopewa. Na kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 tuko hapa. Mstari wa 1 mpaka 11. Kwa kipengele cha pili ni kutumia karama za Roho vibaya. Wewe na nia yako ni ipi? Ukisoma kwenye Warumi 12:3 pale, anazungumza kwa maana, Warumi 12 mstari wa 3, kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyokuwa asinie makuu kuliko kupita ilivyo mpasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo wewe unapotumia karama hiyo ya imani ya Roho, unaitumiaje? Nia yako ni ipi unapoitumia? Kuna wengine wanatumia vibaya. Naona sasa wewe unatumiaje karama yako? Kwa hiyo ndio sababu mwingine anaitumia vibaya, kwa sababu ni karama anayo, na ukiendelea kusoma utakuta walikuwa wanaitumia karama vibaya. Ngoja tusome sura ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, ili nikupe picha uone kitu ambacho Paulo anawaambia. Nitaanza mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, wala hamkupungukiwa na karama yoyote, mkitazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 10 naruka, nasoma mstari wa 10. Basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene pamoja, wala pasiwe na faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika au Paulo? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu, au mlibatizwa kwa jina la Paulo? Unaona hivi? Kwa hiyo walitumia karama zao tofauti. Kwa kuna mwingine hata sasa kwenye kanisa ana karama nzuri, karama yake anaiona, anaitumiaje? Nia yako ni ipi unapotumia karama
Mtakatifu anashindwa kuwatumia watu, anashindwa kuziachilia zile karama, hazidhihiriki tena kwenye kanisa. Yale matendo ya miujiza yako wapi? Hamna. Kwa sababu hiyo mtu anatumia karama kwa nia ovu, kwa nia mbaya. Sasa hawa kulikuwa na Apolo, siku na Kefa, siku na nani. Ina maana kwamba kuna mmoja alianzisha, akaanza kuwamega wale watumishi kwamba mimi namwelewaga Paulo, usinitishe. Yumkini alikuwa akiona Bwana, hii njia sio sawa. Anasema Bwana, mimi namwamini Paulo tu, mimi namwamini Kefa, mimi namwelewa huyo Apolo, mwalimu mzuri huyu. Unaona, hiyo ndio ipo hata kwenye makanisa ya sasa. Umekuja hapa, tumuombea karama za Roho, umejaa Roho vizuri, ghafla naanza kujilinganisha na yaani mchungaji haniambii chochote. Kuna jamaa mmoja, ni ushuhuda lakini nirusikie. Yeye alikuwa na karama ya matendo ya miujiza, hasa akikutana na watu waliolipuka pepo hizo na